Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Paulo alizungumza sana na Warumi huko Rumi, na akawapa maonyo mengi kuwa waangalifu ya Uyahudi. Basi tuone, kwa sababu mada ya usiku wa leo ni fundisho la mwana wa uharibifu. Biblia inasema kuna watoto wa wokovu na kuna wana wa uharibifu. Kisha mwana wa wokovu anayo mafundisho ambayo ni neema, na mwana wa upotevu ana fundisho ambalo ni Uyahudi. Aba Baba ndiyo anasema, ndugu, hakika tamaa ya akili yangu, ya moyo wangu na maombi yangu kwa Mungu kwa ajili ya Israeli ni kwa ajili ya wokovu, kama kusema nataka waokolewe. Anasema, kwa sababu mimi binafsi natoa ushahidi kwao kwamba wana bidii kwa ajili ya Mungu, lakini si kulingana na ujuzi. Watu wa Israeli wana bidii, na shuhudia bidii yao hata wanaua. Anasema, kwa sababu wakiipuuza haki ya Mungu na kutafuta kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwani mwisho wa sheria ni nani? Mwisho wa sheria ni nani? Ina maana kwamba Kristo alikuja kukomesha nini? Sheria. Na kisha Kristo alikomesha sheria, lakini walimpuuza. Walisema hapana, amri 10 za Musa ndizo mwongozo wetu. Naam, kwa kukomesha sheria yote hayo iligairiwa. Vema, ile sinema kuhusu amri 10 nilipokuwa mdogo. Mungu aliwafanyia maajabu. Lakini huo ni Uyahudi. Kwa kweli niliona sinema hiyo na ilinifanya kuwa Wayahudi bila kujua. Huoni kuwa miji yote imerogwa na miujiza yote hii? Huko ni kuroga. Na kutambua neema, sema neema. Hiyo nilipewa. Yakobo, Kefa na Yohana ambao walihesabiwa kuwa nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume kama ishara ya nini? Ya ushirika, ili tuwe kwa nani? Na wao ni wanani? Paulo na Barnaba kwa nani? Kwa mataifa. Na wao kwa nani? Kwa Wayahudi, kwa waliotahiriwa, wamebarikiwa. Hello. Mwisho wa Torati ni Kristo, lakini Petro, Yohana na Yakobo waliendelea na mafundisho yake. Kwa maana aliyepewa neema hakuwa Petro wala Yohana, wala kwa Yakobo haikuwa kwa Paulo. Sasa Paulo alikuwa na mfuasi mmoja aitwaye Barnaba. Na Wayahudi wengine pia walishiriki katika unafiki wao, hata Barnaba rafiki yake Paulo pia alichukuliwa na unafiki wao. Paulo alienda kwenye nguzo. Mkutano ulikuwa wapi? Katika Yerusalemu. Na nini kilitokea? Paulo alishawishi safu hizo tatu. Kwa nini? Kumwacha aende wapi? Kwetu sisi mataifa. Lakini tayari katika mstari wa 13 walikuwa na rafiki wa Paulo kusadikishwa na kufagia pamoja. Wazo langu ni wewe kuwa na bidii. Ninamaanisha bidii kulingana na maarifa. Kwa sababu ninakuweka huru kwa mafundisho haya. Ninakuweka huru kutokana na mtu anapokuambia, tazama, unapaswa kufunga, unapaswa kufanya hivi, lazima usile nyama siku ya Ijumaa. Angalia, Pentekoste ni Jumamosi ijayo. Tazama, wiki takatifu inakuja. Wiki gani? Wiki takatifu ambapo huwezi kupiga nyundo au kufanya chochote. Hapana, hapana, angalia, acha mazungumzo hayo yote, nilitoka kwa heri. Mimi niko kwangu, kila siku ni takatifu. Ninahifadhi mwaka mzima. Je, uliona? Na kisha huna tena kusikiliza parapsychologists tena, kwa sababu ikiwa wewe ni Libra au Taurus, yote hayo ni takataka ya kidini. Umebarikiwa na ishara yako ni neema na utume. Tazama, hizo ni ishara zako. Neema na utume. Sitaki uumie.
Nataka utembee kwa ushindi, utembee kwa akili safi, sawasawa na sayansi ya Mungu na si kulingana na sayansi ya Wayahudi au ya wanadamu au ya parapsychologists ambayo haitakusaidia. Je, huoni kwamba hili halina msingi wa kibiblia? Tunachozungumza kina msingi wa kibiblia. Kwa sababu Kristo alipokufa na kufufuka, aliisha muda wake. Mitume hao waliacha kuwa mitume, hawakupaswa kuhubiri tena. Angalia, ikiwa harufu kama sheria, toka huko. Ikiwa ni harufu ya makatazo. Sasa misingi ya mafundisho, usiingie katika hilo kwa sababu mapema au baadaye utachanwa. Kula neema. Injili iliyofunuliwa kwa Mtume Paulo. Kuna njia moja tu. Na lazima utafute njia hiyo. Na njia hiyo ni Yesu Kristo na Injili ya neema. Anasema, mstari wa 13, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watenda kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Tazama jinsi wanavyojigeuza kuwa mitume wa Kristo. Naam, tukizungumza nanyi habari za Yesu wa Nazareti. Akikuambia juu ya mafundisho ya Yesu wa Nazareti alipokuwa hapa duniani. Wanakuambia habari za Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti aliosha miguu, wanasema tuoshe miguu. Yesu wa Nazareti akasema toa hapa kisha mpe hapa. Lakini wanafanya hivyo kwa unafiki na kujificha. Yesu wa Nazareti alibatizwa. Kisha wanabatiza. Yesu wa Nazareti alienda kwenye karamu ya mwisho, lakini wakasema hapana, sio ya mwisho, tuendelee kula chakula cha jioni. Si wanamuita wa mwisho. Kwa maana Kristo alipokula pale alisema imetosha, hii ndiyo Pasaka itolewayo. Mimi ni mwanakondoo wa Mungu niichukuaye dhambi ya ulimwengu, niichukuaye dhambi. Nilimfukuza, tutaanza mapatano mapya. Haya, angalia mstari wa 14 unasema nini? Hii ni hatari. Wala si ajabu, maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa hiyo si ajabu ikiwa wake mawaziri nao wanajigeuza kuwa mawaziri wa sheria, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na matendo yao. Ninasema tena, mtu asifikirie kuwa nina wazimu. Unajua, sina budi kusema vivyo hivyo leo. Mtu asifikirie kuwa mimi ni kichaa kwa sababu naonekana kichaa. Huoni kuwa ninapinga mkondo wa sasa? Tunaonekana wazimu katika wizara hii. Je, huoni kwamba tunapinga kila kitu ambacho kimeanzishwa kuwa dini? Kwa sababu ikiwa ametahiriwa hatuwezi kumkubali. Nasema tena, mtu asinidhanie kuwa nina wazimu, ama sivyo, unipokee kama wazimu, ili nami nipate kujisifu kidogo. Nisemayo siyasemi kwa jinsi ya Bwana, bali kama kwa upumbavu, kwa ujasiri huu wa kujisifu. Kwa kuwa wengi hujisifu kwa jinsi ya mwili. Kwa maana mimi pia nitajisifu, kwa sababu mnawavumilia wapumbavu. Kwa nani? Aliwaita mitume wapumbavu. Vema, alimwambia Petro alikuwa analaani, sasa anamwita mpumbavu. Na Yesu anasema usimwite mtu mjinga. Katika siku za mwili wake alisema usimwite mtu mpumbavu, kwa sababu hilo ni neno baya sana unaweza kumwambia mwanadamu mpumbavu. Usimwite mtoto wako mpumbavu. Kwa sababu unamwita tapeli, unamwambia hata si mwanao. Ndiyo maana aliwaita mitume wapumbavu. Anasema wapumbavu. Kama una akili timamu. Kwa maana mnastahimili mtu akiwafanya watumwa, mtu akiwameza, mtu akitwaa kilicho chenu, mtu akijikweza, mtu akikupiga kofi. Kwa aibu yangu nasema hivyo, kwa kuwa tulikuwa dhaifu sana. Lakini mahali ambapo mwingine ana ujasiri, nazungumza kwa wazimu, mimi pia nina ujasiri. Je, wao ni Waebrania? Mimi pia. Je, wao ni Waisraeli? Na mimi pia. Je, wao ni wazao wa Ibrahimu? Vivyo hivyo na mimi. Je, wao ni watumishi wa Kristo? Naongea kana kwamba nina wazimu. Ninafanya zaidi. Katika kazi nyingi zaidi, kwa kupigwa bila idadi, katika magereza zaidi, katika hatari ya kifo mara nyingi. Ya Wayahudi. Habari ya nani? Mashetani. Ya Wayahudi.
Mara 5 nimepata viboko 40 chini ya moja. Mara 3 nimepigwa kwa viboko, mara 1 nimepigwa mawe. Mara 3 nimevunjikiwa meli, usiku mmoja na siku moja nimekuwa kama mtu aliyevunjikiwa na meli kwenye bahari kuu. Mara nyingi kwenye barabara, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kutoka kwa watu wangu, hatari kutoka kwa watu wa mataifa mengine, hatari za jiji, hatari jangwani, hatari baharini. American Airlines haikuwepo. Ilibidi aondoke. Na hapakuwa na meli za baharini. Ilimbidi avuke kuhubiri neema. Kuhubiri neema. Ujumbe huu ambao umefichwa kwa miaka 2000 ambao wewe na mimi tunawakilisha leo. Kwamba mimi na wewe tuwakilishe. Inajalisha nini wanasema juu yako? Kwamba wewe ni kichaa. Angalia, wanatuita wazushi. Watu hata wanafikiri kwamba tumekosea. Msichana mmoja aliniambia leo, je, unatoka enzi mpya? Nikasema, enzi mpya? Nikasema, nimetoka miaka 2000 iliyopita. Ni kwamba tu unazungumza tofauti. Kweli ninazungumza tofauti. Huoni kuwa naye amedanganywa? Yeye anatoka katika kanisa la Kibaptisti. Ninamhurumia sana kwa sababu nilikuwa Mbaptisti wazia kwa miaka 7. Je, ninawajua Wabaptisti? Aliniambia ninaenda kwenye mojawapo ya dini bora zaidi, Kibaptisti. Na nikamwambia nilifanya kazi huko kwa miaka 7. Ndiyo, lakini mimi si mmoja wa wale wa Pentekoste wanaosema haleluya. Nilikuwepo 14. Wakati fulani mimi hujiuliza, Bwana, kwa nini uliniruhusu kuwa hapo? Nimekuwa Mkatoliki tangu utotoni. Naam, fikiria. Naam, najua ninachozungumza. Anasema, katika taabu na taabu, katika kukosa usingizi usiku, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi. Na hizi sio funga. Hii ilikuwa wakati hapakuwa na chakula, katika baridi na uchi, kwa sababu anazungumza juu ya mateso. Hazungumzii hizo saumu ambapo kuna chakula, bali mtu anafunga. Hapana, hapana. Hakukuwa na hata mmoja. Anasema sasa, hili ndilo jambo muhimu zaidi, tazama. Na zaidi ya mambo mengine, ni nini kinanirundikia kila siku? Wasiwasi. Kwa nani? Kwa ngapi? Anasema, ni nani aliye mgonjwa nami nisiwe mgonjwa? Ni nani ajikwae nami nisikasirike? Ikinilazimu kujisifu, nitajisifu juu ya udhaifu wangu. Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amehimidiwa milele, anajua kwamba sisemi uongo. Huko Damasko, mkuu wa mkoa wa Mfalme Areta alikuwa akiulinda mji kutoka kwa Wadameski ili kunikamata. Nami nikashushwa kutoka ukutani katika kikapu kupitia dirishani, nikaokoka kutoka kwa mikono yake. Halo, Pablo aliteseka sana. Sio mimi, hakuna kilichotokea kwangu. Nami ninahubiri jambo lile lile kama yeye. Paulo aliteseka. Natazama jinsi alivyoteseka. Sasa hii inaitwa mateso. Sura ya Matendo. Sura ya 20. Mstari wa 24. Matendo 24. Hapa kurekodi mwisho ya safari za Paulo. Sura ya 20 mstari wa 24. Kila mtu atakapokuwa nayo semeni Aba Baba. Anasema, lakini siuhesabu uhai wangu kuwa wa thamani kwangu, ili nipate kumaliza mwendo wangu kwa furaha na huduma niliyopokea kwa Bwana Yesu, kushuhudia injili ya tohara. Hey, nini kuhusu? Ni injili gani inayohubiriwa hapa? Anasema, na sasa. Mstari wa 25, na sasa tazama, najua ya kuwa hakuna hata mmoja wenu ambaye nilienda nikihubiri ufalme wa Mungu hatauona uso wangu tena. Na alijua atakufa. Anasema hakuna hata mmoja wenu atakayeniona tena. Kwa hiyo nawashuhudia leo kwamba mimi sina hatia katika damu ya watu wote. Kwa maana sikujiepusha na kuwatangazia ninyi kusudi lote la Mungu. Basi jihadharini nafsi zenu. Na kwa kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa maaskofu ndani yake, kulichunga kanisa la Bwana alilolinunua kwa damu yake mwenyewe.
kwa maana najua huu ni unabii. Alimjua. Najua ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Unajua viongozi wa mbwa mwitu wakali walikuwa kina nani? Petro, Yakobo na Yohana, mitume watatu ya Yesu Kristo katika siku za mwili wake. Hii inaonekana kupingana sana. Mitume yanafaa katika kichwa cha nani? Mitume wa Yesu Kristo ni akina nani? Na sasa amefufuka na wanakuwa adui zake. Hiyo ni ajabu sana, sivyo? Ndiyo maana wamechanganyikiwa. Kwa sababu wanasema, lakini wanasemaje hivyo? Lakini nilikuonyesha tu kwamba walimpa Paulo ishara ya urafiki na mara wakampata Barnaba upande mwingine. Nami nilikuonyesha hivi punde tu kwamba kwa kuwa mamlaka na nguzo, Paulo alisema, Petro, unapaswa kuhukumu. Nimekuthibitishia. Kwa hiyo anasema mbwa mwitu wakali wataingia. Na anasema nini tena? Anasema mstari wa 29, kwa maana najua hili ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Na miongoni mwenu wenyewe, wale ambao tayari walikuwa katika wito wa kanisa, watatokea watu wasemao mapotovu, kuwavuta wanafunzi wamfuate. Kwa hiyo jilindeni. Nikikumbuka kwamba kwa miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mmoja kwa machozi. Na sasa ndugu, ninawaweka ninyi kwa Mungu na kwa neno, si kwa tohara, si kwa sheria, bali neno la neema yake ambalo laweza kuwainua ninyi na kuwapa urithi pamoja na hao wote waliotakaswa. Inasikitisha, sivyo? Mchungaji, mtume, kwa nini mitume hao waligeuka dhidi yake baada ya kufufuka? Warumi 15:7. Ili waelewe. Kwa nini mitume wa Bwana Yesu Kristo katika siku za mwili wake wakawa maadui wabaya zaidi wa kazi ya Yesu Kristo? Kwa nini? Kwa sababu hii rahisi, utaiona katika Injili. Kifungu cha 7, Warumi 7:4. Basi karibishaneni ninyi kwa ninyi, kama Kristo naye alivyotukaribisha sisi, kwa utukufu wa Mungu. Kwa maana nawaambieni, ni Kristo Yesu, si Yesu Kristo. Sasa tunazungumza juu ya Kristo Yesu. Kwa sababu wakati fulani Paulo anaandika, kwa maana ikiwa anasema nanyi mambo ya mwili, anawaweka ndani ya Kristo Yesu. Ikiwa anazungumza nawe baada ya kufufuka kwake, ni Yesu Kristo. Umenisikia, uliyebarikiwa? Anasema, lakini je, nawaambieni kwamba Kristo Yesu alifanyika mtumwa wa watu wasiotahiriwa kutoka kwa Uyahudi? Mtumwa wa waliotahiriwa ni idhihirishe kweli ya Mungu na kuzithibitisha ahadi walizopewa baba zetu, na ili watu wa mataifa mengine mtukuzeni Mungu kwa rehema zake, kama ilivyoandikwa. Kwa maneno mengine, Kristo Yesu aliishi kama mtumishi wa sheria. Lakini atakapofufuliwa, picha inabadilika na mitume hawaelewi. Kwa sababu waliiga nani? Kwa Yesu katika siku za mwili wake. Kwa maana alikuwa mtumishi wa waliotahiriwa, kwa sababu alizaliwa akiwa Myahudi katika mwili, na ilimbidi kuwa na mwenendo kama Myahudi ili kuonyesha ukweli wa Mungu. Alipaswa kutii sheria, akifa mwisho wa sheria, Kristo. Kisha hatua nyingine huanza na wale 11 wanabaki na mawazo ya Kiyahudi. Ndiyo maana katika Warumi 7:4, ikiwa kuna mgeni, na kwa kawaida kuna maelfu ya wageni kupitia intaneti ambao hawajaelewa Warumi 7:4, sichoki kuisoma kwa sababu inahusiana na mada hii. Warumi 7:4. Vivyo hivyo, ndugu zangu, mmeifia sheria kwa njia ya mwili wa Yesu Kristo au Kristo Yesu. Hapa alimkwepa Yesu, lakini anaposema Kristo Yesu, anazungumza katika siku za mwili wake kwa sababu alikuja kutimiliza sheria. Unaona, imeandikwa hapo. Hili ni fumbo.
Inabidi unisikilize kwa makini, ewe mbarikiwa uliye kwenye mtandao, maana usipoelewa hutaelewa sayansi ya Mungu na utampinga Mungu kwa kumpenda Mungu. Hivyo ndivyo tulivyo hapa ili kuonyesha ukweli wa Mungu. Si ndio sababu tuko hapa Miami na uwekezaji? Angalia, kuifanya kamera hiyo kupatikana kwa ulimwengu wote, huo ni uwekezaji mkubwa. Je, unajua ni gharama gani kuweka hiyo kwa ulimwengu wote kila Jumatano? Kila mmoja wenu anapaswa kupanda angalau $1,000 ili kufidia gharama. Kwa hivyo ikiwa ulipanda chini ya $1,000, fikiria hilo. Mungu hufanya hivi kwa sababu Mungu, tuko kwenye tarumbeta ya mwisho. Paulo alisema, tazama, hii itakuwa hivi kwa muda, lakini hatimaye tarumbeta italia. Na kisha ninapiga tarumbeta hiyo kwa sauti ya wazi ili iweze kusikika. Na tazama inavyosema katika Warumi 7:4, hili ndilo fumbo zuri sana ambalo nimewahi kueleza. Angalia sura ya 7 aya ya 4. Vivyo hivyo na ninyi, ndugu zangu Warumi, mmeifia sheria kwa njia ya mwili wa Kristo uliitwaje? Yesu wa Nazareti, ili mpate kuwa sawa ya Yesu wa Nazareti, ya nyingine. Na mwingine ni nani? Ya yeye aliyefufuka kutoka kwa wafu, ili tumzalie Mungu matunda. Habari. Halo, swali ninalouliza maelfu ya watu ambao wananisikiliza kupitia mtandao. Je, wewe ni mmoja wa wengine? Au bado unaadhimisha wiki takatifu? Je, bado unabatizwa? Je, bado unashiriki meza ya Bwana? Je, bado unafanya kazi? Bado unakemea mapepo? Bado unapaka mafuta? Namaanisha, wewe si yule mwingine bado. Kwa maneno mengine, je, unamwiga Yesu wa Nazareti? Je, wewe ni mmoja wa yale makanisa ya kiinjili yanayosema, katika jina la Yesu wa Nazareti? Huwezi kuomba hivyo tena. Sasa ni kwa jina la mwingine, ya yule aliyefufuka kutoka kwa wafu. Tazama, na kuambia hivi kwa sababu utasikiliza vipindi vya redio, utaangalia televisheni, na kama wewe ni sitaki uwe nitakachosema sasa. Lakini ikiwa ndivyo, unawaitaje watu hao ambao ni wajinga? Ujinga? Ikiwa wewe ni mjinga, wewe ni mmoja wa maelfu na maelfu ya vipande vya nyama kwenye dunia hii vinavyosema, lo, jinsi alivyohubiri kwa uzuri, bila kuelewa roho iliyo nyuma ya mahubiri hayo. Lo, jinsi nzuri! Angalia, napenda jinsi mchungaji anavyozungumza. Lo, jinsi misa ya baba fulani ilivyogeuka. Inanikasirisha kwa sababu, sikiliza, hakuna bidii kwa ukweli wa Mungu. Hiyo inaniumiza. Na jinsi wanavyowadanganya maelfu. Tazama hilo jambo la waridi lililobarikiwa, ule uongo uliotoka Brazil. Na maskini huko nje wakitafuta uponyaji wa mwili. Badala ya kuponya vichwa vyao, wanachotafuta ni kuponya na waridi lililobarikiwa, na unawasikia wakisema, tangu nilipokuja kanisani, kwa kanisa la ulimwengu wote. Vema, tazama, niliponywa na jambo hili, niliponywa na lile, na niliponywa na lile lingine. Lakini je, unamzalia Mungu matunda? Je, unatoka ng'ambo ya pili, au bado uko na Yesu wa Nazareti ukinywa kikombe cha maji na umeshika waridi lililobarikiwa? Haya yalisemwa huko Rumi, ndugu. Ni kutoka Rumi kwamba uongo unakuja kwa sababu Paulo alionya Rumi kuhusu hili, lakini Petro aliendelea na Yesu wa Nazareti. Maandamano ya Wakatoliki yaliendelea. Rozari ilifuatana na msalaba ambapo Kristo bado ananing'inia amekufa. Hapo ndipo udanganyifu wa Roma wa Vatikani unatoka. Hayo ndiyo mafundisho ya kishetani zaidi yaliyoanza miaka 2000 iliyopita. Na ilianzishwa na Petro, mwongo wa kwanza, mtu mwovu wa kwanza anayetajwa katika Biblia. Na kisha mtume wa upendo Yohana, yule aliyemtegemea Yesu. Nisamehe kwa kuongea hivi, ndiyo maana naomba shida, sivyo? Naam, nataka uwatafute pia. Nimechoka kuwatafuta peke yangu.
Angalia, nataka jambo fulani lisemwe juu yako utakapokufa. Wazo ni kwamba hawatakuzika huko nje kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Na nani alikufa? Fulani na hivyo. Wametoka wapi? Kutoka mahali fulani na vile. Walifanya nini? Kweli alikuwa na watoto wengi na nadhani mke au wawili. Na nini kingine alifanya? Kweli alikunywa ramu, akacheza, kisha akabadilisha, akaenda kanisani na akaacha kunywa ramu na akaacha kucheza, lakini ni nini kingine alichofanya? Hapana. Hakufanya chochote. Je, unajua kufa ni nini na huna neno jema la kusema juu yako? Hei, bora kusema yeye alifaulu kueleza Injili kwa mtu aliyebarikiwa. Haya, na akamwongoza na kumfuata mpaka akaelewa na kumfanya kuwa wa mwingine. Ninaweza kufa usiku wa leo kwa amani. Sitaki, sikubali. Lakini najua kuwa kitu kinaweza kusemwa juu yangu. Nikifa wanaweza kusema, tazama, mtu huyo alifanya jambo fulani. Vema, nataka waseme jambo zuri kukuhusu. Alikuwa na wivu wa ukweli. Sikiliza, acha watoto wako waseme, heri baba yangu licha ya kila kitu. Tazama, hakupata pesa nyingi au alipata kidogo, lakini alikuwa na bidii kwa ukweli wa Injili. Alipigana dhidi ya uongo. Je, unajua mada ya leo ni nini? Mafundisho ya mwana wa uharibifu. Uyahudi ni nini? Kwa nini Uyahudi? Kwa sababu Wayahudi bado wanamngoja Kristo. Kwa hiyo, kwa ajili yao, Kristo alikufa miaka 2000 iliyopita bure. Ndiyo maana wana matatizo. Ndiyo maana wamefukuzwa. Angalia, unajua Yerusalemu ilipopata ofisi ya meya mwaka 1948. Ndiyo maana Wapalestina wanakasirishwa nao, kwa sababu wamefika wa mwisho na sasa wanataka kuchukua yote. Wanafikiri wao ni bora zaidi duniani. Hapana, Mungu aliwahamisha kila mahali. Wameteseka kwa kukana kwamba Yesu Kristo alikufa na kubeba dhambi zao. Na wamekanusha mpaka leo. Na hiyo inabidi ilipwe, inalipwa. Huko ni kumdharau Mungu. Hei, uliyebarikiwa, sina ujasiri. Nilicho nacho ni bidii kwa ajili ya ukweli wa Mungu. Nataka neno hili lienee. Tarumbeta imekuwa ikichezwa kwa miaka 15. Tumefikia mataifa 22. Tunahitaji kufikia wengine na tutafanya hivyo, kwa maana neno la Mungu halifungwi. Ubarikiwe.